Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko sana, wako watu wanazunguka huko mtaani, wanawahadaa Tanzania, wanawadanganya na wanawaambia kama hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Kimsingi Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia mabadiliko wanayoyasema ni mabadiliko ambayo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utashi wake mkubwa wa kisiasa aliamua kuyachukua, akaamua kuyafanyia kazi. Serikali ikaleta bungeni mapendekezo ya miswada ya sheria 3. Tukafanya kazi ya kuchambua sheria hizo na tukatunga sheria ambayo lengo lake ni kufanya hayo maboresho ambayo hao wenzetu ndio wanapita wanawaambia Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali mkiendelea kukaa kimya, wasiokuwa na nia njema na taifa letu wataendelea kuchafua nchi yetu, wasiokuwa na nia njema na taifa letu wataendelea kuwadanganya Watanzania, wataendelea kuichafua na kuiharibu nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nitumie nafasi hii ya leo niombe serikali, niombe wizara, pamoja na kwamba mambo ya uchaguzi ni mambo yanasimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, lakini jambo la uchaguzi ni jambo la kisheria. Hamuwezi kukwepa jukumu lenu la msingi la kutoa elimu kuhusu sheria hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka jana 2024 tumepitisha sheria hapa, tumefanya maboresho makubwa sana, na mimi nataka nitumie nafasi hii ya leo kuyasema ili Watanzania huko nje wajue kwamba serikali na bunge lao tulishafanya kazi kwenye eneo hili. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu tumetengeneza sheria maalum ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Huko nyuma tulikotoka, Mheshimiwa Naibu Spika, mambo yote ya Tume ya Uchaguzi zaidi ya kwenye katiba, lakini pia tulikuwa tunayakuta kwenye sheria ya taifa ya uchaguzi, lakini kidogo na kwenye sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa mara ya kwanza kwenye nchi yetu tumetunga sheria maalum inayoshughulika na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na kwenye sheria hii, Mheshimiwa Naibu Spika, tumefanya maboresho makubwa sana ambayo ndio yalikuwa yakipigwa kelele muda wote. Wenzetu hao kwa miaka yote wamekuwa wakilalamika juu ya uteuzi wa wajumbe wa tume, kwa maana wale makamishina. Kwenye sheria ya taifa ya uchaguzi tulofanya, Mheshimiwa Naibu Spika, ukaenda kifungu cha 5, cha 7, cha 9, tumekuja na utaratibu mpya yako mambo matatu makubwa yamefanyika kwenye tume, namna ya kupata wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais pamoja na kupewa mamlaka na katiba kuteua wajumbe wa tume, lakini tumeweka utaratibu mzuri wa kisheria unaoleta uwazi lakini na usawa. Tumetengeneza kamati ya usaili ambayo itakuwa na jukumu moja ya kupendekeza jina la mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwenda kwa rais. Kwa rais pamoja na katiba kumpa mamlaka, lakini hachagui tu mwenyewe, kuna kamati ya usaili inayopendekeza majina kwenda kwa rais. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, Mheshimiwa mwenyekiti, tumetengeneza utaratibu wa wajumbe wote wa tume wanaomba nafasi kwenye kamati ya usaili. Kamati ya usaili inawafanyia usaili, inatoa mapendekezo na kuchagua wale ambao watakuwa wamekidhi vigezo. Na zaidi sana tumeenda mbali. Hii kamati ya usaili, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, imewekwa watu ambao kwa nafasi zao, kwa mchakato wa upatikanaji wao ni watu wasiotiliwa shaka kwenye nchi yetu. Kamati inaongozwa na Jaji Mkuu, inaongozwa na Jaji wa Zanzibar, inaongozwa na mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala. Unataka watu gani wengine? Mheshimiwa Naibu Spika, ukienda duniani kote huwezi kutoa kabisa mchakato wa kutengeneza tume na serikali iliyopo. Tunao rais. Hii nchi sio kwamba ipo haina rais, rais yupo, huwezi kumtoa. Lakini nchi zote wanachotumia ni utaratibu kama huu, unakuwa na kamati au unapeleka bungeni. Sisi humu tungeweka sheria kwamba wajumbe wa tume waletwe wapitishwe bungeni, bado wangepiga kelele, wangesema wabunge wengi ni wabunge wa CCM. Tumeunda kamati ambayo ina watu kutoka kwenye vyombo vinavyoaminika vyenye sifa za kustahili kuwa na haki ya kutenda kazi kwa usawa kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo jingine tumefanya, muda mrefu tumelalamikiwa kuhusu uteuzi wa mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Rais amekubali na sheria tumepitisha bungeni, mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi hateuliwi tu na rais mwenyewe, lakini Tume ya Uchaguzi ndio imepewa jukumu la kutafuta na kupendekeza kwa rais mtu wa kuwa mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kuna reform gani nyingine inahitajika zaidi ya reform hizi ambazo zimefanyika? Mheshimiwa Naibu Spika, sio hilo tu. Tumekuwa pia na muda mrefu tukilalamikia uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Na sheria tuliyokuwa nayo, sheria ya taifa ya uchaguzi, ilikuwa inatamka na kutoa sharti moja kwa moja kwamba kila mkurugenzi wa halmashauri ya jiji, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, mkurugenzi wa manispaa ndio atakuwa msimamizi wa uchaguzi. Kwenye sheria hii tumempa nafasi rais aweze kutafuta mtumishi wote wa umma mwandamizi ambaye mara nyingi huyu atakuwa sio lazima awe mteule wa rais, hali ambayo inamuondolea wasiwasi na kumfanya atende kazi hii kwa usawa. Lakini zaidi sana, kwa mara ya kwanza tumeweka sheria kwamba msimamizi huyu wa uchaguzi. Mheshimiwa, unazungumza mambo muhimu, na kuongeza dakika moja. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
tumeweka kwenye sheria kwamba mkurugenzi msimamizi huyo wa uchaguzi kuna sifa ya ziada, lazima awe hajashika nafasi yoyote kwenye chama cha siasa kwa muda usiopungua miaka 5. Hili ni jambo ambalo ni kubwa na jambo ambalo halikuwepo. Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia mambo yaliyofanyika ni mambo makubwa. Ukiangalia utaratibu uliowekwa ni utaratibu mzuri. Jambo hili limekuwa limepaka kwenye namna ya kupata watumishi wa kawaida, mpaka wasimamizi wa vituo, mpaka wasimamizi wa vituo vya kuandikisha na vituo vya kupigia kura. Wanaomba kazi, wanafanyiwa usaili, wanaajiriwa. Mimi niombe wizara na niombe serikali kwenye mambo ya msingi kama haya tusiwachekee watu wenye nia mbaya. Kama tumefanya yote haya na bado watu hawaoni, watu hawa wana jambo lao jingine. Tutoe elimu kwa Watanzania wajue ukweli, lakini tusimamie sheria, nchi yetu iendelee kuongozwa kwa mujibu wa utaratibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema na kushukuru sana, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Kunambi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.